Hujaalikwa jana, hujaalikwa leo na bado unaendelea kusubiria simu. Pole, tafuta shughuli nyingine ya kufanya. Idi Mubarak popote pale ambapo unatutizama. Ripoti za Ava TV ni kutokea makao makuu ya nchi Dodoma, ambapo hii leo katika uwanja wa Jamhuri hapa Dodoma unachezwa mchezo wa ligi kuu ya NBC, Mtibwa Sukari dhidi ya Yanga. Wananchi hawa kutokea Kariakoo, mitaa ya Twiga na Jangwani, na ndio maana tupo hapa. Lengo ni kukuletea ripoti na habari zote ambazo zinahusu mchezo huu wa leo ambao utapigwa majira ya saa 10 jioni. Mimi naitwa Jadu, waweza niita mtaalam Aziz Ali Shentembo. Nipo nje ya uwanja wa Jamhuri Dodoma. Lengo ni kukuletea hali halisi ya kile ambacho kinaendelea hivi sasa kabla ya kwenda kushuhudia mchezo huo majira ya saa 10. Ni mapema sana nje ya uwanja wa Jamhuri, lakini tayari wananchi na pilika zimekwisha anza, kila mmoja akitafuta utaratibu na tiketi za kuweza kuingia kwenda kushuhudia mchezo huu muhimu kwa Yanga pamoja na Mtibwa Sukari ambao utapigwa katika uwanja huu wa Jamhuri hapa Dodoma. Hali ya hewa kutokea Dodoma, jua linawaka, lakini kuna wingu ambalo pengine linaweza kuashiria kuonyesha kwa mvua muda wowote ule, lakini mpaka hivi sasa jua linawaka na bado hali ya hewa ni nzuri sana kutokea hapa Dodoma. Mchezo huu wa leo unakwenda kuzikutanisha Yanga na Mtibwa Sukari. Raundi hii Mtibwa yuko nyumbani na hayupo katika uwanja wake kule Turiani Morogoro, kwa maana ya dimba lile la Manungu, lakini yanautumia uwanja wa Jamhuri hapa Dodoma kama uwanja wake wa nyumbani. Kumbuka mchezo wa mwanzo kabisa, kwa maana ya mzunguko wa kwanza, Yanga ikiwa chini ya kocha huyu Pedro Gonçalves waliweza kupata ushindi wa mabao 2-0. Mabao pekee ya Mohamed Hussein pamoja na Celestine Ekua yakawapa Yanga alama 3. Hivi sasa ni zamu ya Mtibwa Sukari kujiuliza walikosea wapi katika mchezo wa awali na wapi warekebisha katika mchezo huu ambao wao ndio wapo ugenini. Duru la kwanza kutamatika linamaanisha kwamba umekusanya nini katika mzunguko wa kwanza kuelekea malengo yako. Mpaka sasa Yanga Sports Club tayari amekwisha kucheza michezo 15 akiwa amekusanya jumla ya alama 37, akiwa ndio kinara wa ligi kuu ya NBC, chini yake akiwa Azam FC ambaye wanalingana ama wako na idadi sawa ya michezo 15, lakini Azam amekusanya alama 29 pekee. Simba Sports Club akiwa na viporo viwili, jumla ya michezo 13, akiwa na jumla ya alama 28. Akishinda michezo zake zote bado anakuwa yupo chini ya Yanga kwa gap la alama 3, na pengine Yanga ataingia katika mchezo huu wa leo kuhakikisha hamesa hata kidogo, kwani pengine hataki kabisa kukaribiana ama kuwa sambamba na mnyama Simba Lunyasi. Mtibwa Sukari mpaka hivi sasa michezo 16 amekwisha cheza, akiwa nafasi ya 9 msimamo wa ligi kuu ya NBC, akiwa na jumla ya alama 21 pekee katika msimamo wa ligi kuu ya NBC. Si mbaya sana pengine kulinganisha na malengo yake. Kama malengo yake ni ubingwa, basi ana kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha anayafikia, lakini kama malengo yake si hayo, ni mengine, basi pengine hayupo kwenye hali mbaya ama hayupo katika nafasi mbaya ya mchezo huu wa leo. Hii leo Mtibwa ndio yupo nyumbani na sisi tupo hapa. Kama nilivyokujuza, tutakuletea ripoti zote na habari ambazo zinahusu mchezo huu wa leo hivi sasa, lakini hata baada ya mchezo husika. Endelea kuwa karibu na sisi Instagram, Facebook pamoja na YouTube. Jina ni moja tu, ni Ava TV. Mimi naitwa Jadu. Chao.